Leo tutakwenda kuzungumzia historia ya asili ya mwanadamu na chimbuko lake halisi alikotokea. Duniani ziko nadharia nyingi za watu kuhusu historia ya mwanadamu, mwanzo wake ulikuwa upi na wapi alikotokea na chanzo chake kilikuwa kipi. Ziko nadharia mbalimbali za baadhi ya watu ambao walijaribu kumzungumzia mwanadamu kwa mapana yake. Nitakupa mfano baadhi ya watu maarufu waliojaribu kumzungumzia mwanadamu kwa kina sana juu ya nadharia kwamba yeye ametoka wapi na ameanza wapi. Kwa mfano nitamzungumzia mtu mmoja anaitwa Charles Darwin. Huyu bwana alianzisha nadharia ya kusema kwamba mwanadamu ametokana na nyani. Lakini pia nadharia ya mtu wa pili, kuna mtu mmoja anaitwa Isaac Perere. Huyu bwana yeye alizungumza mwanadamu wa kwanza sio Adamu. Mwanadamu wa kwanza kuna mwanadamu aliyoanza kabla ya Adamu, yaani kuna jamii ilikuwepo kabla ya Adamu. Lakini kabla tujaendelea mbele zaidi, tuanze kwa na nadharia ya mtu huyu ambaye anaitwa Charles Darwin. Ni nadharia ya aina gani kwamba mwanadamu wa kwanza alikuwa sokwe? Nadharia yake ilikuwa ina namna gani anaielezea? Huyu Charles Darwin kwa mujibu wa historia ni mtu ambaye alikuwa raia wa Uingereza. Huyu bwana nadharia yake hii alianzisha mwaka 1859. Katika kukaa kwake chini, kwa sababu huyu bwana alikuwa mwanasayansi na mtafiti wa mambo mbalimbali, akataka kujaribu kutafiti kwamba mwanadamu ametokana na nini katika chimbuko lake na asili yake. Huyu bwana akaanza kuzunguka duniani sehemu mbalimbali kutumia meli zile za zamani, kama mnakuwa mnazifahamu. Alikuwa anatumia meli kuzunguka kufanya tafiti mbalimbali kuhusu historia na chimbuko halisi la mwanadamu. Lakini katika kuzunguka kwake kuna baadhi ya vitu alikuwa akikutana navyo, ikiwemo mabaki ya mifupa ya wanyama na baadhi ya vitu mbalimbali. Lakini mwisho wa siku Charles Darwin alifanikiwa kusema kwamba mwanadamu ametokana na samaki. Yaani katika mwanzo wa nadharia yake ambaye aliyoanza kuisema, akasema mwanadamu kwamba ametokana na samaki. Na ukisoma historia hii katika kitabu chake kimoja kinaitwa The Origin of Species, ni kitabu ambacho amekiandika kwa kina sana. Ameelezea hii historia kwamba mwanadamu alianza kama samaki baharini. Baada ya kutoka kuwa samaki akatoka kama kiumbe njikavu kisichofahamika, akukitaja kwa undani zaidi. Baada ya kutoka kwenye ile hali ya kiumbe akaja kuwa kama mamalia. Baada ya kutoka kuwa kama mamalia, baadaye sasa yule kiumbe akaanza kubadilika kwa mfumo kama wanyani, kwa maana ya sokwe, hiyo nadharia ambayo nimeisema, na akaanza kupanda hizo stage kama hapo juu nilivyoziweka. Mwisho wa siku mpaka akaja kuwa mwanadamu. Kwa hiyo hii ni nadharia ambayo iliyoenea sana duniani, na wapo jamii ya watu au baadhi ya watu duniani leo wanaamini kwamba nadharia hii ni sahihi kuiamini kwamba mwanadamu ametokana na sokwe. Lakini hebu tumchunguze huyu bwana Charles Darwin kwa kina zaidi, kwa nadharia yake ambaye ameitoa kumweleza mwanadamu kuwa mwanadamu ni sokwe, au mwanadamu chanzo chake kilianza majini kama samaki, afu baadaye akaja hatua mwisho ikawa sokwe, mwisho siku akawa mwanadamu. Swali la kwanza ambalo tutamchunguza Charles Darwin kwamba nadharia yake ni ya ukweli au ya uongo, tunatakiwa tujiulize kwamba kama mwanadamu wa kwanza alikuwa samaki baharini au kutoka majini au kiumbe kutoka majini, iko kiumbe kiliumbwa na nani? Yaani chanzo cha iko kiumbe kabla kijabadilika kuwa kwenye hatua hizo tulizozisema, chanzo cha iko kiumbe kilikuwa nini? Nani aliyokiumba? Hili swali la kwanza ambalo tunaanza kujiuliza kwamba huyu bwana nadharia yake bado inaleta mashaka. Lakini jambo la pili tunalotakiwa kujiuliza, kama mwanadamu ametokana na sokwe, kwa nini leo hii sokwe tuliokuwa nao hawabadiliki kuwa binadamu?
Hili ni jambo la pili ambalo linatakiwa tujiulize. Narudia tena kwa watu ambao wanaamini nadharia hii ya Charles Darwin. Ikiwa mwanadamu wa kwanza alikuwa sokwe, sokwe huyu aliumba na nani? Ikiwa mwanadamu wa kwanza alikuwa sokwe, baadaye akabadilika, je, sokwe wa leo mbona wabadiliki kuwa tena wanadamu? Hili swala ambalo unatakiwa ujiulize katika akili yako. Hii nadharia ina usahihi wa kiwango gani? Kwa hiyo ukija kuelewa zaidi kwa kina, unagundua kama hii nadharia ya Charles Darwin sio nadharia sahihi ya kuendelea kuiamini, japo kuna watu wengi wameiamini. Lakini pia kuna nadharia nyingine ya bwana niliyomtaja hapa, Isaac Pelele. Huyu bwana yeye nadharia yake anasema mwanadamu wa kwanza hakuwa Adamu, yani kuna jamii ilianza. Hakuitaja hiyo jamii kwa undani sana, ila anasema kuna watu walianza kabla ya Adamu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni nadharia ambayo haina nguvu, kwa sababu hata alipokuwa amehojiwa hakutoa maelezo ya kutosheleza kwamba mwanadamu huyo au wanadamu wao walikuwa wanaitwa kina nani na mwanzo wako ulikuwa wapi. Alibaki tu swala la kulaumu kwamba kwa nini kama ni Mungu huyo Mungu haonekani, kwa nini? Kwa hiyo aliuliza mambo, mwisho wa siku hawakupata majibu yake na wakajua nadharia hiyo pia naye haina nguvu. Lakini pia kuna nadharia kuu ya tatu, tunasema nadharia creation, uumbaji. Ipo nadharia ambayo msingi wake unatoka kwenye Biblia, kitabu ambacho kinaeleza nadharia hii kwamba mwanadamu aliumbwa. God is created plant and animal. Mungu aliumba mwanadamu kwa udongo akamuumba. Sasa hii nadharia tunatakiwa tuichunguze kwa makini sana. Na shida inayokuja kutokea ya watu wengi kuamini nadharia hii, kwa sababu ili ujue nadharia hii kwanza lazima ukiende kitabu cha Biblia ukisome. Sasa swala liko kwenye ukiamini kitabu cha Biblia kwamba ni kitabu kweli sahihi ambacho kimeeleza historia ya mwanadamu kwa usahihi. Sasa kabla sijasoma Biblia yangu hapa kuonyesha kwamba Biblia inaonyesha kwamba mwanadamu aliumbwa, kwanza lazima nikuambie Biblia kwa nini unapaswa uiamini na nadharia ya Biblia kwa nini inapaswa uiamini. Lakini kabla sijaingia huko kwa kina zaidi, kuna kitu moja nataka nikwambie cha msingi sana. Binadamu maisha yake yote ni historia, na ndio maana kabla wewe kuwepo kuna watu walikuwepo. Wewe una baba yako, baba yako ana baba yake, baba yake ana baba yake, baba yake ana babu yake, babu yake babu yake ana babu yake. Lakini hao watu wewe unaelezewa tu kwamba ni chimbuko la historia lenu, kwamba kuna babu yake wa babu yako walikuwepo miaka iliyopita huko. Lakini kwa nini wewe leo hii unaamini walikuwepo japokuwa hujawahi kuwaona? Kwa sababu maisha ya mwanadamu ni historia. Sasa mwanadamu kuna sehemu alikotokea, chanzo cha mwanadamu. Kuna watu walioanza kuishi katika mgongo wa ardhi. Kadri dunia ilipokuwa inazidi kwenda mbele, maisha yao yalikuwa recorded kwa historia, yalikuwa yanarekodiwa. Sasa katika masimulizi, kadri ya vizazi na vizazi walikuwa wakisimuliana, bwana babu yako walikuwa hivi, kizazi fulani kilikuwa hivi. Na kama umesoma kuna fasihi simulizi na fasihi andishi. Fasihi andishi ukirekodi inahifadhiwa kwa muda mrefu, inaweza kukaa muda mrefu. Kwa hiyo Biblia ni mfano wa fasihi andishi, kwamba historia ile haiwezi tu kusimuliwa kwenye vichwa vya watu tu moja kwa moja, mtu hawezi kushika yote. Kwa hiyo ikahamishwa ile historia kuelezewa katika vitabu au katika kitabu cha Biblia. Kwa hiyo sasa, kwa nini tunasema tuiamini? Sasa mwanadamu wa kwanza alipoumbwa, alipowekwa katika mgongo wa ardhi, manake automatically vizazi vyake vilikuwa vinaendelea, vikawa vinashuhudia maisha yake huyo mwanadamu wa kwanza. Kwa hiyo ikawa masimulizi yao yanaendelea, masimulizi yao yanaendelea. Dunia kwa makadirio imekadiriwa kuwa na miaka au karne 60 mpaka sasa. Yaani dunia kwa makadirio inakadiriwa kuwa na karne 60, ambao karne before Kristo, nasema BC, before Kristo, kabla Yesu kuzaliwa, zilipita karne 40. Musa anaandika Biblia karne ya 15, ikiwa na maana kwamba miaka 1500.
Kwa hiyo kabla ya Musa kuandika Biblia ilipita miaka mingi, au zilipita karne 25 kabla ya Musa kuandika Biblia. Na nimesema katika karne zile 40 ukitoa karne 25 maana yake kuna karne ngapi hapo? Kuna karne 15. Kwa hiyo Musa kabla hajaandika Biblia zilipita karne 25 ndio Musa anakuja kuandika Biblia. Na kitabu cha Musa cha kwanza ni Mwanzo, cha pili Kutoka, cha tatu Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Walawi, Hesabu. Ana vitabu vitano ambavyo vimeeleza historia. Sasa kwa nini tunasema tunaipa nguvu pia na Biblia katika engo hii? Wakati Musa anaandika kitabu cha Biblia karne ya 15, kwa maana tukisema miaka 1500, wakati huo habari za Adam zishapita, habari za Ibrahim zishapita, habari za Nuhu zishapita, habari za Yakobo, Isaka, zote zilishapita. Lakini inakuwaje Musa katika kitabu cha Mwanzo anakiandika, anaelezea habari za Adam? Tunasema kwa uwezo wa nguvu za Mungu, Mungu alimuongoza Musa katika kuandika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo hii Biblia ilipitia mambo gani mpaka leo hii tunaye, na kwa nini tuendelee kuiamini kwamba inaelezea historia ya mwanadamu? Wakati Musa anaandika hayo maandiko, maana walitoka utumwani nchi ya Misri kuja katika nchi yao ya Kanaani, kwa maana ya Palestina ama Israeli ya sasa kwa kauli nyingine. Sasa wakati wako jangwani wanatembea msafara mrefu, ndo vitu vyote vilifanyika. Musa akapewa amri 10 za Mungu katika mlima Sinai, na baadaye Musa akaanza kuandika hivyo vitabu kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Mungu. Tunaona Musa baada ya hapo Mungu anampa maagizo yale maandiko yahifadhi katika sanduku la agano. Kwa baadaye tunaona yale maandiko yalihifadhiwa mpaka walipofika nchi ya Kanaani, nchi yao ya ahadi. Musa japokuwa ya kuingia, aliambiwa ataiona lakini hatoingia. Kwa hiyo wakafika mpaka nchi yao ya Kanaani, na Yoshua huyo wakafika hapo. Sasa maandiko yale yaliendelea kuhifadhiwa vipi? Kuna kitu kinaitwa Sanhedrin. Sanhedrin ni bunge la Wayahudi, ilikuwa likitumika na ilikuwa ina sheria kali sana katika kuhifadhi Torati na maandiko. Kwa Biblia ikaendelea kutunzwa kwa mchakato huo vizazi na vizazi mpaka AD, after Domino, baada ya Yesu kuja duniani, anakuta Biblia maandiko yanasomwa hekaluni. Ukisoma kitabu hata cha Luka 4:16 unakuta hata akaenda Nazareti pale alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akachukua kitabu cha Isaya akasoma, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari iliyo njema. Kwa hiyo tunaona sasa Biblia ilihifadhiwa mpaka kufika bunge la Sanhedrin. Kwa hiyo kitabu hiki kinachoelezea historia ya mwanadamu ni kitabu ambacho kimehifadhiwa, kimepitia mlolongo mwingi sana. Sasa anyway, turudi kwenye mada yetu kubwa sasa. Baada ya kuaminisha kwamba Biblia ni kitabu kina rekodi ya mwanadamu na ni kweli kilihifadhiwa na kimeelezea historia ya mwanadamu na unapaswa ukiamini, tunakuja sasa wapi wameandika mwanadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Ndio nakuja sasa, nataka nikusomee kitabu cha Mwanzo 1:27. Sikiliza hizi habari ambazo Biblia imeeleza sahihi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu anasema aliumba mtu. Hii ni Biblia ambayo sasa hapa inatuthibitishia kwamba Mungu alimuumba mtu. Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Lakini pia sio haya hiyo, pia tu ukisoma hata kitabu cha Mwanzo 2:7 inatuambia pia, Mwanzo 2:7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu, lakini pia kwa mavumbi ya ardhi akampulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Kwa hiyo ndio maana mwanadamu ana roho, ana mwili, ana nafsi. Kwa hiyo hivi vitu Mungu ndiye alivyoviweka ndani yake. Kwa hiyo kisha vitu hivi kitoka, huyo mtu anapoteza uhai. Kwa hiyo hii ndio Biblia imeeleza uhalisia. Sasa huyu Mungu kwa nini alimuumba mwanadamu? Makusudio yake halisi ya kumuumba mwanadamu yalikuwa yapi? Makusudio halisi ya kumuumba mwanadamu ni kumwabudu.
Na kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kutii sheria zake na maagizo yake na amri zake. Ndio maana unaona hata mwanadamu wa kwanza alipoumbwa alipewa sheria ya kutunza bustani ya Edeni, lakini pia kutokula matunda ya mti wa bustani wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini tunaona baadaye walikosea, kaingia katika dhambi. Hii ni sheria ya kwanza ambayo Mungu aliweka. Kwa hiyo ukiishi sheria ya Mungu, maana yake ndio unamwabudu, unamtii hapo. Lakini pia akatoa sheria zake ama amri zake katika kitabu, ukisoma kitabu cha Kutoka 20 tuanze mstari wake wa kwanza, ambako Mwenyezi Mungu ndo katoa amri zake ambazo wanadamu wanapaswa kuzishika ili waingie katika eneo la kumwabudu. Kutoka 20 ukisoma mstari wake wa kwanza, maandiko yanatuambia Mungu akanena maneno yote haya, akamwambia, mimi ni Bwana Mungu wako nilikutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hii ni amri ya kwanza ambayo Mungu alisema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ya pili anasema, usijifanyie sanamu ya kuchongwa wala mfano wa kitu chochote kilichokuwa juu mbinguni wala duniani. Hii ya pili. Ya tatu anasema usihitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hii ya tatu. Lakini pia ya nne anasema, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Ya saba anasema usiue. Ya nane usizini. Ya tisa usiibe. Ya 10 usilitaje, anasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako. Watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti. Kwa hizi ndo amri ambazo Mungu amezitoa. Ukiziishi hizi, maana yake unaishi katika kusudi la wewe kumwabudu Mungu, na unakuwa unaishi katika mlengo ambao Mungu alitaka mwanadamu aishi. Ndio sababu Mungu za kumuumba mwanadamu. Lakini swali linakuja, kwa nini huyu Mungu haonekani? Yaani kuna watu wanashindwa kuamini kwamba uwepo wa Mungu kwa sababu Mungu mwenyewe haonekani, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu tunapozungumzia imani tofauti na vitu ambavyo vya kusikiliza tu. Yaani imani kitu kikubwa sana. Kwa nini yeye Mungu haonekani? Biblia yenyewe imeshaeleza, kwa sababu tumeshasema Biblia, tumeshaielezea ilikotokea na unaiamini. Biblia yenyewe imeshaelekeza kwa nini Mungu haonekani. Haya, ngoja nikusomee kitabu cha Timotheo. Soma Timotheo wa kwanza 6:16, nafikiri ni hiyo. Timotheo wa kwanza 6:16. Anasema 6:16 kitabu cha Timotheo, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiweza kukaribiwa, hakuna mwanadamu aliyewahi kumwona wala awezaye kumwona. Heshima na uwezo na yeye hata milele. Amina. Kwanza sifa yake hapatikani na mauti, hafi, maana amekaa katika nuru isiweza kukaribiwa, hakuna mwanadamu aliyewahi kumwona wala awezaye kumwona. Heshima na uwezo na yeye hata milele. Amina. Maana sifa ya kwanza, huyu Mungu kwanza aonekani, ndio sifa yake kuu. Anasema hakuna mwanadamu anaweza kumkaribia. Yaani utukufu wa Mungu ukiukaribia kwa maovu haya mwanadamu kutokukamilika, hawezi kupenya, yaani hawezi kutoboa, kwa sababu Mungu ana utukufu mkubwa sana. Huwezi kufuzu kukaribia utukufu wa Mungu. Ndio maana anasema hakuna mwanadamu anaweza kumkaribia kwa utukufu wake. Lakini pia huyu Mungu chanzo chake nini? Maana kuna watu tena wanajaji kwamba chanzo cha Mungu ni nini? Yeye ana wazazi, ana baba na mama, au huyu Mungu chanzo chake ni nini? Tutajibu kwa mujibu wa maandiko leo, ujue chanzo cha Mungu ni nini. Kitabu cha Waebrania 7 mstari wake wa 3 inamuelezea historia ya huyu Mwenyezi Mungu. 7:3 Waebrania 7:3 Waebrania anasema, hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Sifa ya kwanza, Mungu kwanza hana baba. Pili, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Yupo milele na milele. Kwa hiyo kwanza hana mwanzo. Kwa hiyo Mungu hajazaliwa, hana mwanzo, hana mwisho. Ndio maandiko yalivyosema. Sasa ukitaka kung'ang'ania zaidi umuone, Biblia imekwambia wazi kwamba fanya mema utamuona. Yesu amejibu hilo swali kwa wale ambao wenye kiu ya kumuona Mwenyezi Mungu. Ukisoma katika kitabu chake kile cha Mathayo 5:8,
Mathayo 5:8 anasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi. Hoja yetu hapa, heri wenye moyo safi, kwa maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo lengo la kumwona Mungu, utamwona kwa mujibu wa historia hapa imesema utamwona, ila fanya mema. Yupo alioanzisha historia ya ulimwengu huu, yupo Mwenyezi Mungu aliyofanya mbingu na nchi na vitu vyote. Na ndio maana tunakupata mtihani tu mwanadamu kukuhakikishia kwamba ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Angalia tu hata structure yake tu, namna mwanadamu jinsi alivyo. Angalia tu jinsi ulivyokopo kichwani kwako, angalia macho jinsi ulivyokuwa nayo. Umepewa macho ili uone, ukapewa pua ili unuse, ukapewa mdomo ili uzungumze na ule, ukapewa meno ili utafune, ukapewa miguu ili utembee unyayo. Kama Mungu angekupa yupo, wewe mwanadamu umetokea tu, malaki usingekuwa una structure mpangilio na umepewa joint ili ukunje mikono. Yani namna tulivyokuwa structure yako jinsi ilivyo, kama kuna program fulani ili kudesign, au kama kuna mtu fulani alikaa pembeni akakudesign ili utaratibu wako wa maisha uende sawa. Kwa hiyo systematic au mfumo uliokuwa nao, mfumo ambao upo katika mpangilio, wewe upo kwa bahati mbaya. Ndio maana utashi wako, uelewa wako mwanadamu, unajua ulipotoka na unakoelekea. Mwanadamu anajua alikotokea. Ndio maana nimejaribu kukupa historia ya maandiko kwamba mwanadamu ametokea wapi, ameanzia wapi na anaelekea wapi. Lakini pia mbali na hivyo, pia nikwambie tu kwamba inapaswa umwamini Mwenyezi Mungu. Muamini Mwenyezi Mungu kwa sababu kama ametoa upendo, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akakupa wewe nafasi ya kuwa hapa duniani. Una haja gani wewe ya kutokumpa zawadi ya kumwabudu? Anza kumwabudu Mwenyezi Mungu leo. Muamini. Sio gharama kubwa sana ya pesa wala chochote. Kwanza tu kumkabidhi moyo wako na kumtumaini yeye. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, au tuanze na Marko 16:16. Marko 16:16 inasema 16:16 Marko anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo muamini Mwenyezi Mungu, usije ukahukumiwa ndugu yangu. Kwa hiyo ukiamini utaokoka, usipoamini utahukumiwa. Na kama hata kitabu cha Ufunuo chenyewe kusoma 21 mstari wake wa 8 imeeleza hukumu ya watu ambao wasiamini. Kwa hiyo some Ufunuo 21 mstari wake wa 8 kwanza. 21 Ufunuo mstari wake wa 8 inasema, bali waoga, wasiamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudio sanamu na waongo wote sehemu yao katika lile ziwa liwakalo moto. Sasa elewa kimsingi anasema bali waoga na wasiamini. Sasa muamini Mwenyezi Mungu. Wakati ndo sasa Mungu yupo, na nimesha kuelezea nadharia ya creation. Achana na evolution of man ya Charles Darwin, ni uongo mtupu, falsafa za uongo. Kwa hiyo kama hujaanza basi anza leo kumwamini Mwenyezi Mungu. Jina langu naitwa Justin Protas Likwelile. Kama hujasubscribe channel yetu basi naomba usubscribe kusupport channel hii ili kila itwaye leo tuendelee kutoa maudhui ya kujenga mindset za watu, kuwatoa katika kiza na jela ya fikra.